Tanzania UWT mkoa wa Njombe tunatoa shukrani na pongezi kubwa za dhati kwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ushindi mkubwa alioupata. Tunamwombea afya njema katika utekelezaji wa majukumu yake ya kuliongoza taifa letu la Tanzania, kwa kuleta fedha nyingi za miradi ya maendeleo ya wananchi katika mkoa wetu. Baadhi ya miradi inayoendelea kutekelezwa, kukamilishwa na kuboreshwa ni pamoja na sekta ya elimu, afya, umeme, barabara, maji na kadhalika. Nimeona nimeongea kwa ajili. Tunashukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, tunamwombea afya, Mwenyezi Mungu aendelee kulinda. Mwisho wa tamu sana. Nianze kwa kusema kwamba sisi wanawake wa mkoa wa Njombe tunampongeza sana rais wetu kipenzi Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri anazoendelea kuzifanya hapa nchini Tanzania na duniani kwa ujumla. Tumezisema kwenye ajenda zetu zilizopita, kwa ajili ya muda sina haja ya kurudia, lakini leo mimi kama mama yenu wa mkoa nitajikita zaidi kwenye nishati safi ya kupikia, kwamba rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ndiye kinara wa nishati safi ya kupikia Afrika na dunia kwa ujumla. Sisi kama wanawake wa mkoa wa Njombe, kwa kutotumia nishati safi tulipata madhara mengi kiafya, kiuchumi, kijamii na kimazingira. Kiafya, wanawake tunajua wenzetu kule wa Shinyanga walikuwa wakipika wanapuliza sana moto, macho yanakuwa mekundu, si ndio? Wanawake wengi walihisiwa uchawi wakachinjwa. Lakini kumbe ni kupika jikoni kwa ajili ya mkaa. Tulipata vifua vikuu. Watoto pia walikuwa dumavu kwa sababu chakula kinachelewa, si ndio? Hiyo ni kiafya. Tukienda kiuchumi, wanawake wengi tulipoteza muda mwingi kutafuta kuni polini. Kwa hiyo kwenye uzalishaji tulifanya nini? Hapo vipi? Nitaenda haraka. Kijamii ilileta madhara pia kwenye ndoa zetu, kwa sababu muda mwingi wanawake tulijikita kwenda kuokota kuni porini. Unaacha watoto nyumbani, unaacha mume porini kutwa nzima, unaenda kutafuta labda kuni mzigo mwingine, na ukirudi aidha utakuja kuona mumeo amefanya nini, amekusingizia kingine kwamba umechelewa kuokota kuni, ulikuwa na mwanaume mwingine, unapokea ngumi. Kwa ajenda ya leo ya Dr. Samia Suluhu Hassan ya kumtua mwanamke kuni kichwani, kwa kweli tunamshukuru sana wanawake wa mkoa wa Njombe. Pongezi kwako. Na kimazingira pia tulifanya deforestation kubwa sana, tulikata miti sana, kwa sababu ili ukapate kuni ni lazima uharibu mti, si ndio? Sasa wanaondoka kata mti, panda mti. Sasa sisi wageni huko ilikuwa ni kukata. Ni saa ngapi tulipanda? Ilikuwa ni ngumu sana, si ndio? Kwa hiyo kila mwaka, kwa taarifa za WHO, kila mwaka duniani kwa sababu ya kutokutumia nishati safi ya kupikia kufa watu zaidi ya milioni 3. Hiyo taarifa ya WHO. Kwa Tanzania ni zaidi ya watu milioni 33 kufa kwa sababu ya kutumia nishati chafu ya kupikia. Sasa kupitia kinara wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, mkoa wetu wa Njombe, wengine hapa tutakuwa mashahidi, huko mnakotoka yamepita majiko fulani, katiba analeta jiko, yamepita majiko kwenye wilaya zote 4. Kulipita huko, mimi ni mratibu wa tawi taifa, tuko na Mheshimiwa Masunga, tumegawa majiko 1209 kila wilaya. Yawezekana, hebu nisaidie, wangapi walipata yale majiko? Naona pale walipata Ni majiko mazuri sana. Unaweka mikaa 5 tu unapika. Iko gesi, iko sola, iko nini. Unajua jiko lako mwanamke lazima ipande, si ndio? Ukiweka jiko lako sawa sawa, hata mume ataingia kukusaidia kupika. Lakini usipoboresha jiko lako, mume atakimbia kuja kusaidia kufanya nini? Kupika. Sisi oye! Wanawake oye!
Miezi michache iliyopita tumetoka kwenye uchaguzi mkuu wa kutafuta dola, rais, wabunge pamoja na madiwani. Ushiriki wa UWT kwenye kutafuta ushindi na kusababisha ushindi uliopatikana ni wa kiwango kikubwa, na kina mama kubwa, na tuliwategemea na tunaendelea kuwategemea kina mama kama UWT kuhakikisha kwamba kuendelea kuimarisha Chama cha Mapinduzi katika maeneo yenu mbalimbali, mkiwa viongozi wa ngazi mbalimbali za wilaya, ngazi ya kata, mmeshirikiana na chama kuhakikisha kwamba CCM inapata ushindi na ushindi wa heshima katika mkoa wetu, kushinda kata zote 107 zilizo kwenye mkoa wetu, lakini kushinda majimbo yote 6 ya uchaguzi, lakini kura za heshima kwa Mheshimiwa Rais zaidi ya 98.8%. Ushindi wa jumla wa mkoa wetu ni jambo la heshima. Hiyo yote ni mchango mkubwa ambayo umetokana na jumuiya ya UWT. UWT wa mkoa tunakupongeza sana wewe na timu yako ambayo mlishirikiana nao, ndio mliunda timu za kampeni za ushindi ambazo ziliungana na Chama cha Mapinduzi huko na zilishuka chini kuhakikisha kwamba ushindi unapatikana. Kwa hiyo rai yangu sasa, uchaguzi umemalizika, tuendelee kushirikiana, kushikamana. Wale waliochaguliwa wamechaguliwa, wasimamie na kutekeleza majukumu yao kwa mujibu wa kanuni, kwa mujibu wa katiba ya CCM. CCM hoye! Njombe hoye! Njombe hoye! Kwa maana uchaguzi ni mchakato. Kama ni mchakato, wako wengi waliojitokeza kuomba nafasi mbalimbali, na baada ya michakato ya vikao, uchujaji na mapendekezo, wengine waliteuliwa na wakaingia kwenye michakato ya kura za maoni. Kura zisipotosha kwenye chama chetu, yani tunapangana, zisipotosha unajipanga kwa uchaguzi ujao. Naamini kila wilaya tumekaa, tumevunja makundi. Kama tumevunja makundi, waliochaguliwa waheshimu wale ambao hawakupata nafasi ya kuchaguliwa, na wale ambao hawakupata kura za kutosha waheshimu wale ambao wamepata nafasi ya kuongoza katika kipindi cha miaka mitano. Ndani ya Chama cha Mapinduzi sisi wote ni wamoja, sisi wote tunashirikiana. Akishapata leo mwenzio, wewe tekeleza majukumu, tunashirikiana kuhakikisha kwamba chama kinasonga mbele. Na wakati wa sasa, wajibu wenu madiwani, nyinyi mliokuja kuwakilisha wenzenu, tuhakikishe tunatimiza wajibu wetu. Moja, tunafanya ziara kwa wana CCM na wananchi kuwashukuru kwa kukiamini Chama cha Mapinduzi na kukipa ushindi mkubwa. Lazima turudi kwa wananchi na wana CCM tuwashukuru kwa kazi kubwa ambayo tumepatia chama. Na katika hilo, jumuiya ya UWT, waheshimiwa madiwani, hakuna ubaguzi kusema kwamba naenda kata fulani kukutana na wajumbe na unalenga wajumbe wale waliokuchagua. Utakuwa kukitendei haki Chama cha Mapinduzi. Ushindi wa CCM na majukumu haya ambayo tunayatekeleza ni ya wana CCM wote na wananchi wote, na huo ndio tutakuwa tunajenga umoja, upendo na mshikamano. Sisi watendaji na viongozi wa jumuiya ngazi za wilaya, ngazi za kata na kushuka kule, kushirikiane nao kushuka kwa wananchi na wana CCM pamoja na jumuiya zingine, kuwashukuru, kuendelea kukiamini Chama cha Mapinduzi na kukipatia ushindi mkubwa wa kishindo katika mkoa wetu na katika maeneo yetu. Ukiomba jambo ukapata, lazima urudi kufanya nini? Ushukuru.
Ni jambo la heri na jambo la busara sasa kuhakikisha kwamba tunawashukuru wananchi kwa umoja wetu, kwa ujumla wetu, kwa sababu CCM imeshinda na hakuna sababu ya kubagua, kwa sababu mkoa mzima, kata zote, vijiji vyote, vitongoji vyote ni vya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo lazima tuhakikishe kwamba hayo tunafanya. Lakini jambo lingine, waheshimiwa madiwani ambao tumechaguliwa, lazima tuheshimu na kuzingatia taratibu za Chama cha Mapinduzi. Tuhudhurie vikao vya chama, tuhudhurie vikao vya jumuiya za Chama cha Mapinduzi. Na kuna mahali, kuna wakati huwa tunajisahau kisha chaguliwa. Ikiitwa kikao hapa cha chama ama jumuiya, alafu unakuwa na majukumu mengine mengi. Lakini ukiitwa kule halmashauri unakuta dakika sifuri umeshafika. Na muda hata usiokuwa na vikao vya halmashauri wewe uko kule. Lazima tukumbuke na tuheshimu chama ambacho kimetupeleka hapa. Tunaanza kubagua, sasa chama tumezidi. Kwa kuwa huku ni vikao vya kawaida, kule ni vikao vya nyama. Lazima hili tulizingatie. Nyinyi wawakilishi mnaotumwa, lazima tufikishe hilo. Na viongozi wa ngazi ya wilaya UWT, ili tulisimamie. Kama kuna mahali majukumu yako ya UWT yako majukumu ya chama, tumewahitaji madiwani, sababu zikawa nyingi, lazima turipoti na tuwaite kwenye vikao rasmi, ili lazima wajue kwamba sababu gani ambayo inaweza kawa inapelekea vitu vya namna hiyo. Umoja wetu ni mshikamano. Lazima tupunguze sababu huko ambako umetoka, ukajali zaidi kule ambako unaenda, ambako unajua kwamba kuna wengine, kuna vitu unapotoka pale unatoka na kikosho. Na chama kimewaamini, kimewapeleka pale. Kama kimewapeleka na kinawategemea. Naweza kikaitwa kikao kama hiki, hatuna miradi, hatuna nini, hata maji ya kunywa tu waheshimiwa nyinyi mmechaguliwa, inashindikana, inakuwa si jambo la busara. Jali uko kwenye kata, jali uko kwenye wilaya, jali kwenye maeneo yote ambako itahitajika kwa maana ya kushirikiana nasi. Viongozi wa UWT, sasa uchaguzi umekwisha, makundi tumeyavunja, tusimamie chama, tuisimamie jumuiya. Kazi kubwa ni kuimarisha jumuiya yetu, uingizaji wa wanachama, na nyinyi watehama mpo, tuhakikishe kwamba tunaongeza wanachama. Kazi ya chama cha siasa ni kuwa na wanachama, tena walio hai, sio kwa idadi tu. Natamka idadi, tuko 2500, lakini ukienda waliolipa ada wangapi? Hamna. Lazima hili pia tulisimamie. Viongozi wa UWT ngazi zote, ngazi ya wilaya na kushuka ngazi ya chini, lazima hili tulihimize, namna ulipaji wa ada ndio uhai wa jumuiya ya UWT na Chama cha Mapinduzi. Tukishirikiana kwa pamoja kuhakikisha kwamba kazi inafanyika na chama ambacho kimeaminiwa kinaendelea kushiriki. Tuko sasa kukijenga chama, kujenga jumuiya. Tunakoelekea miezi si mingi, tunaingia kwenye uchaguzi ndani ya chama pamoja na jumuiya. Lazima tunapoingia kwenye uchaguzi, lazima tuwe tumeshajipanga. Sisi tulioko viongozi, tulioko madarakani, lazima tuache alama kwamba nimekiwa kiongozi kwa kipindi cha miaka 5, nimeondoka, nimeacha alama hii, na pengine kama wataingia wengine, wanakuja wanafanya nini? Wanaendeleza alama hiyo ambayo imeachwa na viongozi wa nchi. Kwa majina anaitwa Furaha Anthony Fute, ni mjumbe wa kamati ya utekelezaji mkoa wa Njombe kutokea wilaya ya Wanging'ombe. Utendaji kazi wa Mheshimiwa Rais tangu aingie madarakani kwa kipindi hiki kwa kweli ni mzuri. Kwa siku 100 tumeona kasi yake inavyokwenda, na sisi kama wanawake tuko nyuma yake, tunampongeza. Naitwa Beatrice Malekela, mwenyekiti wa UWT wilaya Njombe. Niko hapa kwa ajili ya kumpongeza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwanza nimpongeze kwa namna ambavyo anaendelea kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Tumeona kabisa kwa wilaya yetu ya Njombe miradi mingi ndani ya siku 100 zile ambazo aliahidi kwenye utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi
amezitekeleza. Barabara zinaendelea kujengwa, vituo vya kutolea huduma za afya vinaendelea kujengwa, lakini tumeona miradi ya maji. Ukiangalia kuna mikopo ya asilimia 10. Ukiangalia jana ametamka kwamba ni asilimia 15, kwamba wapewe na asilimia 5 nyingine kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu. Kwa hiyo sisi kama UWT wilaya Njombe, kiukweli, kwa moyo wa dhati, kwa namna ambavyo anatekeleza majukumu yake, tunampongeza sana sana sana. Lakini leo tumeona tuko na mwenyekiti wa UWT mkoa wa Njombe, tumeona ambavyo alikuwa akitoa elimu ya nishati safi ya kupikia, na kinara wa nishati safi ya kupikia ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tumpongeze kama mwanamke kwa kuchukua jukumu la kuhakikisha kwamba anamwonea huruma mwanamke huyu Mtanzania, wakiwepo wanawake wa Njombe. Kwa hiyo sisi kama wanawake wa Njombe tunampongeza sana sana sana. Kikubwa tunachomwahidi ni kumwombea ili aendelee kutekeleza majukumu yake, ili aweze kuwa na afya njema, ili nchi yetu iendelee kuwa na amani, mshikamano na upendo. Asanteni sana.